السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात का Halifa mtukufu wa yadahullah taala bin Isal Aziz anasema kwamba mimi nilianza mpango na silsila ya kueleza riwaya na njozi ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na mimi nilitengeneza mada mbalimbali ya mpango huu na niliendelea kueleza, na hutuba ya leo ni hutuba ya mwisho ya mpango huu ya kueleza riwaya ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Nimewaambia wahusika kwamba wao wakague tena kitabu cha riwaya, kama kuna riwaya ilibaki kueleza basi niweze kueleza. Hii ni kwa bahati kwamba silsila hii ya hutuba niliyoanza inakuisha katika mwezi wa Februari, na riwaya ambayo itakayoelezwa leo ni riwaya kuhusu Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, na riwaya kadhaa nilishaeleza katika hutuba iliyopita, na katika hutuba ya leo nitaeleza njozi na riwaya ya ambazo ni kuhusu halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya siku 5 siku ya Muslim Maud pia tutasherekea, na tunasherekea siku hii si kwa sababu hii kwamba halifa wa pili alizaliwa katika tarehe hii, mbali tarehe 20 ya Februari bishara ilielezwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Katika siku hii bishara ilitolewa, na bishara hii ilikuwa dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Halifa wa pili hakuzaliwa tarehe 20 ya Februari. इनमें खिलाफत के बारे में, मुस्लिमों की खिलाफत के बारे में लोगों को अल्लाह ताला ने तसल्लियां दिलवाई. Riwaya nitakazoeleza leo katika riwaya hizi, masahaba na watu waliambiwa kuhusu uhalifa wa halifa wa pili, na wale watu ambao waliacha jumuiya wakati wa halifa wa kwanza, wao pia walipata mwongozo kwa kupitia riwaya hizi na ndoto hizi na njozo hizi. halifa wa pili mwanzoni
alipata shida sana na hofu sana na fitina ilitoka dhidi ya वो जमात से लैदा हो गए, dhidi ya halifa wa pili. खजाना लेके चले गए. Maulamaa wakubwa wa jumuiya ambao walikuwa karibu sana na Sayyidina alayhi salatu wassalam, wao waliacha jumuiya na walichukua fedha yote pamoja nao. अल्लाह ताला की मदद Kisha mara kwa mara fitina pia iliendelea kutokea, हर फितने lakini katika kila wakati msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa pamoja na halifa wa pili. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, wakati wa kila fitina na आखिर वही wakati wa kila shida alisimama kwa imara sana, जिसके साथ खुदा na Mwenyezi Mungu mwishowe alifanya और खिलाफत के साथ alileta fadhila zake, na kwa sababu ya baraka zake jumuiya ilipata maendeleo na inaendelea kupata baraka mpaka leo, na huu ulikuwa msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana. फरमाते हैं Riwaya nitakazoeleza leo naanza kueleza. Hadrat Sheikh Muhammad Ismail Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema aliyefanya bayat mwaka 1894, yeye anasema जिंदगी में देखा था mimi हजरत महमूद की खिलाफत के मुतालिक niliona katika njozi, लगी और आपको na njozi hii niliona wakati wa halifa wa kwanza, na njozi hii ilikuwa kuhusu halifa wa pili. Wakati halifa wa kwanza aliumia के दबाव में या जिस्म में सोजन वगैरह na alipata maradhi wakati huo, पेट की भी खराबी होती है. बहरहाल कहते na maradhi aliyopata kwa sababu maradhi hii mwili unawimba हैं ये na vile vile tumbo pia inaharibika. Na alipopata maradhi hii halifa wa kwanza, niliweka mkono wangu juu ya halifa wa pili, juu ya mkono wa Mahmud, na nikasema kwamba nitakuwa pamoja nawe. Na Mia Mahmud akasema sikuelewa maana yake ni nini, na Sheikh Yakub Irfani Sahib akasema kwamba huyu bwana ameambiwa kwa kupitia ufunuo kwamba sisi tutamfanya kuwa Mahmud halifa. साहब के नाम से उनके किसी अजीज ने मुझे लिखा. Hazrat Amir Muhammad Khan Sahib, तो बहरहाल रवायत nimeshawahi kueleza riwaya zake kwa jina la Amir Khan Sahib. रवायतों Jamaa yake moja aliniandikia kwamba jina lake ilikuwa Amir Muhammad Khan Sahib, में इनका अमीर मोहम्मद खान lakini yule alieleza riwaya zake, yeye aliandika jina lake Amir ने Khan. 1903 में बैत की थी. कहते हैं कि 23 नवंबर Lakini katika riwaya kadhaa inajulikana kwamba jina lake haswa ni Amir Muhammad. Alijiunga na jumuiya 1903. Yeye anasema tarehe 23 wa Novemba 1913 katika njozi, katika ndoto niliona mti, कि किसी को na सुनाई नहीं देती, juu ya mti ule kulikuwa matunda iliyokauka, जिससे वो तमाम सूखी na kwa sababu ya sauti ya yale matunda yaliyokauka फरमाया यानी हज़रत मुस्लिम ilikuwa ngumu kusikia sauti, फरमाया कि शैतान का घर उजड़ na Mwenyezi Mungu alinyesha mvua kwa sababu ya matunda yote yaliyokauka yalianguka. और गलबा Katika ndoto halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu akasema kwamba nyumba ya shetani imebomoka इशारा करके कहा na mimea itapatikana kutoka katika ardhi na matunda yatapatikana. Kwa kusikia hii, watu kadhaa wakasema kwamba kwa nini umeita matunda haya yaliyokauka kwamba ni nyumba ya shetani iliyoangamia, ilibomoka? Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu kwa kusikia akasema, mimi sikuita बड़ी बुलंद kwamba haya ni nyumba ya shetani, bali halifa Sainam alayhi salatu wasalam pia ameita hawa ni nyumba ya shetani. जिनको आइंदा Katika ndoto nikamwona Muhammad Umar Saheb kwamba anaeleza bishara za Sainam alayhi salatu wasalam ambazo zilikuwa zimeshatimia, सकीनत और सुरूर पैदा हो रहा था. कहते हैं सो अल्लाह na alikuwa anatoa ये ख्वाब hoja kwa kueleza bishara hizi, na watu wasikilizaji walikuwa wakipata utulivu kwa kusikia bishara hizi. खिलाफ शोर बर्पा कर रखा था. जमात से अलग Anasema kwamba njozi hii ilitimia wakati wa halifa wa pili Muhammad Ali Saheb pamoja na marafiki zake alitengana na aliacha jumuiya, na hata yeye alihama kutoka Kadian. कि 24 फरवरी Na 1912
baada yake jumuiya kwa kupitia uhalifa ilienea duniani. Hazrat Amir Khan sahab anasema kwamba tarehe 24 wa Februari 1912 siku ya Jumatano usiku katika ndoto halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu akasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alitoa bishara kwamba mwana aliahidiwa atakapokuja yeye atakaa juu ya kiti cha ufalme. Mradi wake sisi tulikuwa tukiona kwamba ni George wa tano, lakini sasa imejulikana kwamba mwana aliyeahidiwa mradi wake ni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud, na kiti cha ufalme maana yake ni uhalifa wake. Kisha wazo likapita kwamba wakati wa uhalifa wake inatakiwa nishani ipatikane duniani wa ardhini. Kwa hiyo nikafahamishwa kwamba nishani pia itapatikana. Kwa kusikia hii kwamba maana aliahidiwa atakuwa halifa wa kwanza, alikuwa na furahi na mimi pia nilikuwa na furahi, na nilikuwa nafikiria kwamba ndoto hii itatimia katika siku za usoni. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku hii ya bishara imepatikana katika maisha yangu. Kisha katika ndoto wazo likapatikana kwamba halifa wa kwanza ni bado ni halifa, Mia Sahib anawezaje kuwa halifa? Kisha nikafahamishwa kwamba halifa wa kwanza hatazeheka sana, kwa sababu wapendwa wa Mwenyezi Mungu hawazeheki sana. Watu wengine wanauliza kuhusu maana aliahidiwa, lakini huyu bana aliambiwa wakati huo kwa kupitia ndoto kuhusu uhalifa wa halifa wa kwanza wa pili. Khairuddin Sahib aliyefanya bayat mwaka 1906 anasema niliona kwamba halifa wa pili ayyadahullahu taala anhu mkono wake umekuwa mkubwa na mrefu karne 11, yani futi 55. Katika hii imeelezwa kwamba Mwenyezi Mungu amempatia nguvu maalum na hakuna anayeweza kushindana naye. Katika hali hii nikaona kwamba uso wake ni upande wa magharibi na amekaa juu ya ukuta mdogo na analia. Nikasema kwamba Huzur, kwa nini unalia? Akasema kwamba mimi nalia kwa sababu ya hii kwamba isije watu wakanifanya kuwa Mungu wao. Hadrat Khairuddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza, siku chache iliyopita niliona njozi moja kwamba halifa wa pili ayyadahullahu ta'ala anawapatia barua watu, na hizi barua ni za wale watu ambao wana nyumba zao huko mbinguni, sawa na daraja, kila mmoja anapewa barua yake. Mimi nikaona kwamba mimi pia nimuulize Huzur kwamba je, mimi pia nina nyumba yangu huko mbinguni? Kwa hiyo nikamuuliza Huzur kwamba je, Huzur, nina nyumba huko mbinguni pia? Akasema ndio, wewe pia unayo nyumba huko mbinguni. Na nimeona maana yake ni kwamba yoyote niliyoona au ninayoona, hii yote ni kwa sababu ya nuru ya unabii. Hadha Khalifa Nuruddin Saheb, mwenyeji wa Jammu, anasema yeye alifanya bayat mwaka 1891 katika Desember. Anasema katika mwaka 1931 katika njozi nilionyeshwa mtoto, watu wote walikuwa wanampenda na mimi pia nilimchukua na nilimbusu. Yeye ni mtoto mdogo, lakini watu wanasema kwamba umri wake ni miaka 43. Nikafunuliwa katika roho ya hii kwamba mtoto aliyeonyeshwa katika ndoto hii ni halifa wa pili. Katika mwaka 1931 umri wake ulikuwa miaka 43. vile vile katika shairi moja la Kiajemi la Sinam alayhi salatu wassalam pia umri wa halifa wa pili imeelezwa, na katika shairi hili neno moja limetumika ek, na katika neno ek pia ni mwaka 1931 imeelezwa, kwa sababu kwa jumla neno ek idadi yake sawa na herufi ya Kiarabu ni 31, na mambo ya kiroho pia yanapatikana baada ya miaka 40. Kwa hiyo katika ruya hii mtoto
alionyeshwa katika umri wa miaka 43 कि खिलाफत hadrat rahmdin saheb मैंने रोया देखा mwana wa jamaldin aliyefanya bayat mwaka 1902 anasema और मियाँ साहब wakati wa halifa wa pili niliona njozi moja na ruya moja kwamba moli muhammad ali saheb amekaa juu ya kiti मौलवी मोहम्मद अली साहब na mia saheb yani halifa wa pili और बिल्कुल छोटा हो गया जैसे बच्चे amesimama karibu naye मियाँ साहब na nilipokuwa naona katika hali hii mwili wa muhammad ali ukaanza kupungua kama ni mwili wa mtoto na mwili wa mia saheb ukaanza तो तमाम kupanuka na umekuwa mkubwa zaidi kuliko urefu wa muhammad ali na nikashangaa sana kwa kuona hii nilipoamka asubuhi मोहम्मद खान साहब की रिवायत है shaka zote nilizokuwa ninazo nikazitoa na nikafanya baiati yake खलीफतुल मसीह सानी amir khan saheb kuna riwaya yake tena ye anasema kwamba अयाम में wakati मुसलमानों kabla ya kuwa halifa wa pili raziallahu taala anhu alipokwenda kuhiji katika siku zile katika njozi niliona kwamba waislamu wamezungukiwa na makafiri और वो आसमान से कभी हैकल मखलूक के साथ na जिसने आते ही katika hali hii waislamu waliposhindwa mtu mmoja alipaa हजरत उलुल अज़्म mbinguni बरकत में na akaleta watu wenye nguvu sana kutoka mbinguni na walipokuja किया kwa sababu wale watu makafiri walikimbia njozi hii नजरिया हो nilimwandikia halifa wa pili wakati alipokuwa makka आपका सफर हज हो na nikasema kwamba safari hii ya huzur iwe kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu na nimeona katika ndoto mtu mmoja anaenda mbinguni na mradi wake ni safari yako ya haj चुनाचे na ख्याल है कि हजूर ने हज से वापसी kwa sababu maombi yako malaika washuke kutoka mbinguni na kwa sababu ya hii makafiri wakimbie ninaona kwamba baada ya kurudi kutoka haji halifa wa pili raziallahu taala anhu alieleza habari ya ndoto yangu hii na alieleza kuhusu barua yangu pia दुआ की amir khan saheb तो मुझे रसूल anasema tena katika riwaya yake kwamba tarehe 20 ya januari 1913 katika swala ya isha nilifanya dua hii kwamba e mola wangu unipatie baraka hii kwamba nimwone mtume muhammad saa salam seinam alahi salatu wassalam na mawali wengine katika njozi yangu nilipolala katika njozi mimi naona kwamba katika uwanja mmoja mawali wengi wamekusanyika na wote wanafanya maombi हज़रत खलीफा सानी na miongoni wa hawa ni halifa wa pili na के वक्त mbele yake na mbele yangu ni maua na sisi tunasikia harufu ya maua yale halifa wa pili raziallahu taala anhu akasema akaniambia kwamba wakati wa kusikia maua inatakiwa tusiguse na pua letu ili tuweze kusikia harufu yao vizuri hadrat amir khan sahab anasema kwamba 1913 और वो usiku katika njozi जिनकी pamoja na halifa wa pili niliona nyumba ambapo chini yake ilikuwa bahari कहते हैं na nyumba zile zilikuwa karibu kuanguka na maana yake ilieleweka wakati waliokataa uhalifa wa pili साहिबा भी चढ़ रही हैं kisha anasema februari 1930 nusu ya usiku niliona kwamba mimi napanda gazini na nyuma yangu anakuja umulmuminin तीन साहिबा ने हजरा nilipomwona hadrat umulmuminin na kwa sababu ya adabu yake mimi nikaogopa फिर मैंने na hadrat umulmuminin एक जीने से होकर raziallah taala ana akasema अंदर चला फिर kwamba usiogope wewe pia ni mtoto wetu और वो मकान kisha mimi सलाम का ही मकान kwa kupanda ngazi nikaingia katika nyumba ingine na nyumba ile pia ni nyumba ya sainam alah salatu wassalam मगर तनख्वाह मेरी सब इंस्पेक्टरी की तनख्वाह से mimi naona kwamba kule katika familia ya sainam alah salatu wassalam napata kazi kibarua na posho yangu ni kidogo sana kuliko posho ya sub inspector na mimi nikakubali posho ile ndogo पूछता है na mtu mmoja ananiuliza kwamba kwa nini umeacha kazi ya zamani nikasema kwamba mtu fulani alinidanganya ईमानदारी की kisha yule mtu ananiuliza kwamba kwa nini umekuja kuchelewa nikasema kwamba wageni walikuja
kunitembelea walikuwa wagonjwa na mimi nilikuwa nawaangalia, na kwa sababu hii nimechelewa. Kwa kusikia hii Hazrat Mu'minin akasema kwamba kwa sababu ya kuangalia wagonjwa mtu anachelewa, haina wasiwasi. Kisha mimi naona kwamba watu kadhaa wameingia katika nyumba ya halifa wa pili na wanataka kuleta fitina, na mimi nimeshika upanga, na kwa sababu ya upanga ule niliwafukuza wale wote. Na mimi niliporudi tena nyumbani nikaona kwamba mtu mmoja ameingia na upanga tena, na kwa sababu ya upanga wangu nikakata upanga wake. Na katika hali hii watu wengine wanamzungukia halifa wa pili, na halifa wa pili akaniita mimi, nikawafukuza wale watu pia waliokuwa wanamzungukia. Na vile vile mtu mwingine aliyekuwa mwanzilishi wa fitina nikataka kumuua, lakini yeye kwa kuniona aliendelea kurudi nyuma, na mimi pia niliendelea kumfukuza nyuma, na mpaka nilimkamata na nilimuua. Na niliporudi tena chumbani, Hazrat Ummul Mu'minin na halifa wa pili wakanipatia maziwa. Mtu mmoja kwa kuniona kwamba nakunywa maziwa akasema, kwa nini unakunywa maziwa? Nikasema kwamba je, maziwa ni mbaya? Bali kunywa maziwa ni kitu kizuri. Kisha nikaamka na njozi hii nilimwandikia halifa wa pili kwa kupitia barua. Halifa wa pili aliniandikia majibu yake kwamba ndoto yako ni nzuri, Mwenyezi Mungu anataka uitumikie jumuiya. Kisha baadaye April mwaka 1930 nilimwandikia barua tena halifa wa pili kwamba sayyidina wa imamana assalamu alaikum. Kisha niliandika shairi kwamba katika lugha ya Kiajemi, थोड़ा ही अरसा हुआ तो मैंने ख्वाब में शरीरों का एक गिरोह हुजूर के गिरद जमा देखा. kwa kusikia kwamba polisi imefanya dhulma और इनके सरगना को कत्ल किया. katika njozi hivi karibuni niliona kwamba watu wenye shari wamemzungukia Huzur na nimewafukuza na nilimua kiongozi wao. Kwa sababu ya barua yangu hii Huzur aliniandikia kwamba Mwenyezi Mungu atanipatia nafasi ya kuitumikia jumuiya. Kwa hiyo mimi nipo tayari kuitumikia jumuiya, lakini sijui nitaitumikia jumuiya namna gani. Sioni njia yoyote isipokuwa ya maombi. Kwa hiyo nakuomba niombee sana ili Mwenyezi Mungu anisitirie aibu zangu, na Mwenyezi Mungu anipatie nafasi ya kuitumikia jumuiya. Wassalam. Amir Khan, mwenyeji wa mkoa wa Jalandhar, anasema alhamdulillah suma alhamdulillah, baada ya miaka 7 njozi yangu hii ilitimia neno kwa neno, yani mwaka 1924 kwa sababu ya ofisi wangu nikastaafu. Na baadaye ilijulikana kwamba amenidanganya, kwa sababu yeye aliniambia kwamba yeye pia anastaafu, kwa hiyo wewe pia uache kazi. Lakini baadaye ilijulikana kwamba yeye hakuacha kazi ile, na mimi nilikuwa nikipata posho rupia 90, lakini sasa hivi nimepata rupia 20 katika Qadian kama niliambiwa katika njozi yangu. Na kazi hii pia si ya Anjuman bali ni ya Tahrik Jadid, na mpango huu wa Tahrik Jadid ulianzishwa na halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Mpaka mwaka 1936 nilibaki nyumbani na nilishuhudia baada ya kuja hapa Qadian fitina ya hawa watu walikataa kufanya bayati ya halifa wa pili, na nilishuhudia tukio la Fakhruddin aliyeuawa. Hakim Muhammad Ata Muhammad Saheb alifanya bayat mwaka 1901. Yeye anasema mwezi mmoja ilipopita baada ya bayati ya halifa wa pili, Hakim Ahmadin Saheb kutoka Shadra alikuja nyumbani kwangu kule Lahore na akasema twende tukamuulize Mwalimu Muhammadin Saheb kuhusu mada ya unabii. Na mimi nikaenda pamoja naye kule miskitini. Hakim Ahmadin na Mwalimu Muhammad Ali Saheb wakaanza kuzungumza takriban dakika 15-20 waliendelea kuzungumza.
कि इलाही katika mada hii kwamba je sainam alah salam alikuwa nabii au la. Baadaye sisi sote tukarudi nyumbani kwetu. Siku nikafanya maombi, mola wangu, Muhammad Ali yoyote aliyosema inaonekana ni kweli, yani ye alitia shaka kuhusu nabii wa sainam alah salatu wassalam. Kwa hiyo mwenyewe uangalie moyo wangu. Katika njozi niliona usiku kwamba sainam alah salam amekuja kwa mbio na akasema angalia kule, na nikaona kwamba anayefuga njiwa ana hasira sana, na kwa hasira anaona njiwa yake alikaa katika mauli ya mtu mwingine. Kisha sainam alah salam akasema kwamba anayefuga njiwa, ikiwa njiwa yake akae katika mauli ya mtu mwingine, anamwona njiwa yake kwa chuki sana. Kwa hivyo pia usiende katika nyumba ya hawa wanaokataa kufanya baiat halifa wa pili. Nikasema sitaenda, na kwa hiyo nikaamka na nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Dr. Abdul Ghani Sahib Kadak anasema alifanya baiat mwaka 1907. Anasema halifa wa kwanza alipofariki, wanajumuia wa Nairobi wote walifanya baiat ya halifa wa pili, lakini mimi na Muhammad Hussein Butt marehemu na Khaja Kamuruddin Saheb marehemu, sisi hatukufanya baiat ya halifa wa pili. Baadaye nilipata bahati kwenda bara la Hindi na niliacha kazi yangu na vita ilianza. Nilikakaa bara la Hindi, na kule katika bara la Hindi katika Medical College Lahore nikapata kibarua kazi. Na katika siku zile nilikuwa nikienda katika Pagham Building, ilikuwa nyumba ya hawa waliokataa kufanya baiat ya halifa wa pili, na nilikuwa nikifanya swali kule na nilikuwa nikisikia darsa pia kule, na mara kwa mara nilikuwa nikizungumza kuhusu mada mbalimbali. Siku moja nilimuuliza bana Mirza Yakub Saheb kwamba nani ni mkweli katika ikhtilafi hii. Kwa kunijibu akasema kwamba wenye akili wote wako pamoja nasi, yani wote wakubwa wako pamoja nasi. Katika siku zile mimi nilikuwa nikienda katika duka la Haji Muhammad Musa Saheb na Munshi Mahbub Alim Saheb. Yeye pia alikuwa akija pale na ilikuwa nikikutana naye, na sisi tulikuwa tukizungumza kuhusu mada mbalimbali ya ikhtilaf, na Munshi Saheb alikuwa akitumia maneno makali, lakini ilikuwa nikihisi kwamba Munshi Saheb anatumia maneno makali sana. Yani yeye anafanya hivi kwa sababu ya tabia yake. Kwa hiyo Munshi Saheb akasema kwamba wewe unaenda kufanya nini katika Pagham Building? Nasema naenda kule kutoa darsa ya Qur'an tukufu. Nikasema kwamba wewe kila siku anaenda kule, basi siku leo uje pamoja nasi kwa kusikiliza darsa ya Qur'an tukufu. Siku ile swala ilikuwa ikiswaliwa katika nyumba ya Chiraguddin marehemu, na darsa pia ilikuwa ikitolewa kule, na Ghulam Rasul Sahib Rajeki alikuwa akitoa darsa ya Qur'an tukufu. Nilipokwenda kule mara ya kwanza, darsa ya juzu ya pili fungu lake la kwanza, darsa yake ilikuwa inatolewa. Maulana Rajiki Sahib alikuwa anatoa darsa kwa imani na kwa mfululizo bila kusimama, na sijawahi kusikia tafsiri ya aina hii katika maisha yangu. Kwanza nilipomwona Maulvi Sahib nikaona kwamba huyu mtu anaonekana ni mtu wa kijiji, atatoaje tafsiri ya Qur'an tukufu. Lakini nilishangaa sana wakati nilipomwona Maulvi Sahib alikuwa anatoa maarifa na elimu ya sana ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo nikamsifu Maulvi Sahib mbele ya Mahbub Alim Sahib, na kwa kusikia hii Maulvi Mahbub Alim Sahib akasema kwamba Sheikh wako Muhammad Ali pia alijifunza Qur'an tukufu kutoka kwa Maulana Ghulam Rasul Sahib. Siku zile mimi nilikuwa katika shaka na dhana, nikaona njozi kwamba ni msikiti kama ni msikiti wa Batala, na katikati ya msikiti nimekaa, na mimi naona kwamba nichote maji na nitawadhe na niswali swala. Nikaangalia hapa na pale, lakini sikukuta maji kule. Kwa hivyo nikaanza kutafuta maji. Mimi nahisi kwamba kuna misikiti kama ni misikiti wa Pagham, yani wale watu ambao walikataa kufanya baiat halifa wa pili, na kule kuna mifereji. Mimi napofungua mifereji kwa ajili ya kutawadha, kwanza maji safi yanatoka, lakini baadaye maji
maji chafu yanatoka जिससे मैंने ये ख्याल किया ये yale maji ni mchafu sana na napochukua maji kidogo kwa ajili ya kutawadha बैठा हुआ था वापसी का इरादा किया nikaona kwamba maji haya ni mchafu sana na kisha yale maji yanakuisha pia kwa hiyo mimi nikanuia kwamba mimi nirudi katika msikiti wangu wa kwanza nilipokuwa nimekaa तो na nilipokuwa natoka katika msikiti wa pili nilikokwenda kwa ajili ya kutawadha na nilipokuwa napanda ukuta uliokuwa mrefu sana katika nyuma dr sayid muhammad husain shahib akashika mguu wangu na akaniuliza kwa nini ulikuja hapa usije hapa tena कहता हूँ कि मुझे आने की namwambia huyu bana kwamba mimi sina haja ya kuja hapa tena तो वहाँ पर नहायत मुसफ़ा पानी का एक हौज है यानी kwa hiyo mimi niliporudi katika msikiti wa kwanza mimi nakuta kwamba kuna bwawa का दर्श दे रहे ya maji safi kabisa हैं कागज पर छपी हुई है molvi gulam rasul ajiki saheb ye anatoa darsa ya hadith kutoka katika kitabu cha hadith ख्याल करता हूँ कि यहाँ तो पानी कसरत के साथ है और मैं पहले भूला ही रहा खैर जिस वक्त मैं वजू करके हाथ उठाता हूँ तो मिस्त्री mimi nahisi kwamba hapa maji ni mengi sana बाहर लेकर mimi nilikosa maji haya मैं ख्याल करता हूँ ninapoinua mikono yangu kwa ajili ya kutawadha mtoto wa misri muhammad musa aitwaye muhammad husein kwa kushika upanga amesimama मुड़कर देखा mimi ninahisi kwamba yeye amepewa amri kutoka kwa halifa wa pili kwamba mimi ni mnafiri kwa hivyo mimi ni uwawe बदल गया namwona mwali muhammad husein saheb हाथ में तलवार लिए हुए na mnasema kwamba unamua mwaminio na hujui kwamba mimi ni mwaminio kwa hivyo baadaye ile hali ilibadilika कर रहे हैं na mimi nahisi kwamba mimi nimeshika upanga मैं तलवार लेकर इन लड़कों की तरफ जाता na wako watoto wadogo wadogo चुनाचे ambao wamevaa mavazi ya rangi ya nyekundu na nyeupe अब्दुल गफूर na wao wanalia na wanapiga kelele जाता हूँ na kwa kushika upanga na wafukuza kwa hiyo wale watoto wanakimbia ख्याल करता हूँ baada ya hii mimi nahisi kwamba kuna nyumba ya mtoto wangu abdul ghafur na mimi nataka kuingia katika ile nyumba lakini watu wa polisi wamekuja kwa ajili ya kukagua na mimi najihisi moyoni mwangu kwamba ninao upanga bila kuwa na license labda wamekuja kwa ajili ya साहब ने कहा kuangalia upanga huu na mimi baadaye mimi najisema kwamba upanga huu nilileta kutoka afrika baadaye nilieleza ndoto yangu hii kwa ndugu kadhaa na munchi musa sahab alisema lao ungeuawa katika njozi ili usingekuwa na unafiki na anasema kisha baada ya tukio hili nikafanya bayati halifa wa pili kisha kwa fadhili za mwenyezi mungu niliendelea kupata maendeleo katika mapenzi ya jumuiya कि हजरत अमीरुल मोमिनीन hadrat khayardin saheb anasema एक शख्स लेटा हुआ है wakati fitina ya ihrar ilipozidi sana mimi niliona katika njozi kwamba upande mmoja wa hazrat amirul muminin mtu mmoja aitwaye yusuf amelala na upande mwingine mtu mwingine sher muhammad amelala गैर मामूली खुदाई ताकत mwenyezi mungu alinifunulia kwamba bila shaka huyu ni yusuf lakini watu wengine kwa kuona maendeleo ya halifa wana husuda गिरा था lakini wale wenye husuda hawawezi kumdhuru hata kidogo ndoto yangu hii ilikuwa sambamba na shairi la halifa wa pili ilisemalo kwamba yusuf wa kwanza alianguka katika kisiwa lakini huyu yusuf anaokoa watu kutoka katika kisiwa बैत का खत hadha dr nemat khan saheb anasema और उन दिनों ye alifanya bait mwaka 1896 kwamba wakati wa halifa wa pili मुझे याद nilimwandikia halifa wa pili barua ya bayat उनका खाता है यानी mimi nilikuwa katika kangra na nilikuwa likizoni mimi nakumbuka kwamba खाता आया nilipokea barua ya molvi ghulam hussein saheb aliyekuwa baba mkwe wa hadrat mirza bashir ahmad saheb चले गए थे कहते उनका मुझे खत आया और उसमें ये लिखा na mwanzoni बैत फसख करने के मुताबिक alikuwa hakufanya bayat ya alifa wa pili bali alijiunga na wale watu waliokataa kufanya bayat anasema nilipokea barua na katika barua ile aliandika kwamba nivunje bayat yangu और मैंने फसख kwamba के मुताबिक ile bayat ambayo nimefanya niache ile bayat और उनके साथ यानी na nilikaa naye kwa muda mrefu kwa hivyo sikuelewa कि खानदान alichosema kwa hiyo nikatoa tangazo la kuacha bayat na nikajiunga na watu peghami ambao walikataa kufanya bayat
lakini ni ehsani ya mwenyezi mungu kwamba nilikuwa na mawazo yale yale ya zamani kuhusu familia ya sainam alah salam. yaani sikusema maneno mabaya kuhusu watoto wa sainam alah salatu wassalam, किया ना मौलवी गुलाम हुसैन साहब na nilibaki katika hali hii kwa muda mrefu. 1940 में nilishiriki katika mikutano yao pia. कर ली थी. hazur anasema kwamba nimeeleza kuhusu mwalimu gulam husein saheb. mwanzoni alikuwa hakufanya bayat alifa wa pili, lakini mwaka 1940 alifanya bayat एक रात na baadaye alihamia kabisa kadian. anasema kwamba mimi nilishiriki katika mikutano miwili ya lahori, na mwaka 1930 katika njozi niliona kwamba kuna nyumba kubwa में उनके चेहरे katika kinga cha bahari na maji, kwa sababu maji kuna kelele sana, na katika nyumba ile mwalimu muhammad ali sahib anatoka, na mimi naona kwamba nusu ya uso wake ni nyeupe na nusu ni nyeusi, na mara nikajihisi kwamba maisha yake ya zamani alipokuwa wakati wa sinama alah salam ilikuwa mzuri, lakini baadaye ameharibika. मेरे अहले खाना सरगोदा में थे, तो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब अमेरिका वालों का जो मेरे mimi mwaka 1932 nilikuwa nyumbani kwangu na watu wa familia yangu walikuwa katika sargodha. dr muhammad yusuf wa marekani aliyekuwa jamaa yangu, yeye aliniandikia barua kwamba uje kadhian mara moja, kwa sababu mi nataka kwenda marekani यहाँ आ गया। na jukumu la kujenga nyumba ni juu yako, kwa hiyo यहाँ आकर देख angalie ujenzi wa nyumba. anasema april 1932 nikaja kadhiana nikajenga nyumba, na watu wa familia yangu pia wakaja kadhian. baada ya kuja kadhian nikaona hali ni tofauti, ni kama mbingu mpya na ardhi mpya. nikaanza kushiriki katika swala, nikaanza kusikiliza hutuba za halifa wa pili, na kwa sababu ya hutuba hizi nilipata athari kiasi hiki kwamba shaka na dhana yote iliondoka, मुझे कहने लगे na kwa bahati nilienda nadhum kutoka kadhian. और दिल की सब muhammad umar saheb alikuja kule kwa ajili ya kufanya mahubiri. wakati wa mazungumzo akasema kwamba ujaze bayat, form ya bayat, na ikajaza form ya bayat. kwa hiyo uchafu wote wa moyo uliondoka, जिल्लत में फंसे हुए na mwenyezi mungu aliniweka chini ya kivuli cha fadhila zake, ज़ाहिरन na mwenyezi mungu alinipatia uhai mpya. mimi nilikuwa mwenye maasi. hawa watu lahori moyo wao unasema kwamba wamekosea, मान लें, लेकिन नाक के कटने का lakini kwa sababu ya utajiri wao na kwa sababu ya kibri hawataki kufanya bayat, na katika moto huu wanaendelea kuugua. moyo unasema kwamba wao wakubali, lakini kwa sababu ya kibri hawakubali. mwenyezi mungu awaongoze. takriban miaka miwili iliyopita, siku moja niliona katika njozi kwamba kutoka mbinguni sunduku moja yenye maredadi sana inashuka na inasimama angani, बाजों से थाम लिया। इसका थामना kisha taji moja yenye maridadi inashuka na inataka kukaa juu ya ile sunduku, lakini nikashika kwa mkono wangu, na niliposhika ile taji katika kila pembe ya dunia nikasikia sauti moja kwamba ushindi wa islam, na kilele ilikuwa kiasi hiki kwamba nikaamka na ilitiliwa moyoni mwangu kwamba taji ile ni taji ya uingereza. के मई 1938 जिस वक्त हरार का बहुत जोर था hadrat mia sone khan saheb anasema और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। हरार ने mai 1938 wakati fitina ya ihrar ilienea, nilifanya dua na nikaanza kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ihrar walileta fitina sana dhidi ya jumuiya. nikasema dua hii, mola uheshimu kiongozi wangu, क्या देख kwa sababu maadui wameleta fitina sana. पर हजरत मोहम्मद katika njozi mimi namuona mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. mimi naona kwamba kuna ngamia watatu, na katika kila ngamia amekaa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, सोने खां तुम आ गए हो, na जाओ। masahaba pia wamekaa wamepanda katika ngamia wengine. हजूर का गुलाम आ गया mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, sone khan, je, umekuja? कि सोने खां तुम पीछे uende, lakini utembee polepole ili maadui waogope kwa sababu ya kutembea kwako. nilipotembea kama hatua 10, zura akasema kwamba uje nyuma kwa sababu mguu wako unapiga kelele sana. kisha mtume saa salam akashuka chini katika ngamia
yake na kaanza kutembea mbele yangu. Alipofika karibu na msikiti wa Mubarak Qadian, सहाबा masahaba wote walishuka katika ngamia yao, में छोड़कर na kwa kuwaacha masahaba सवारी में चले गए। mtume Muhammad kwa kuacha masahaba wote katika msikiti wa Mubarak, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia ile dirisha ya msikiti wa Mubarak aliingia katika nyumba ya halifa wa pili. Huzur anasema hapa ndoto yake inatimia. मैंने देखा कि अमीर काबुल कहता है कि मैंने अपना पैसा भेज दिया है। Hazrat Khayadin sahib anasema जब मिस्र safari moja niliona katika njozi kwamba amir wa Kabul anasema kwamba nimeshatuma hela na mimi nakuja nyuma yake nafuata. Mafundi walipoleta fitina huko Qadian गोया इसमें ये बताया कि उनका इतना ऊंचा walipiga kelele sana. Wakati huo mimi niliona kwamba halifa महाल है wa pili anatembea huko mbinguni, कि दुनिया के लोग na niliambiwa katika ndoto hii kwamba इनका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे। kwamba उनका कदम halifa wa pili बहुत बुलंदी ana daraja kubwa sana, mtu hawezi kumfikia. ये हजूर इस्लाम Watu wakitumia nguvu yao yote hawawezi kumdhuru. आसमां के रहने वालों को जमीन से क्या निकार। मियां सोने खान साहब हज़रत मियां सोने खान साहब फरमाते हैं कि अब मैं सदाकत खलीफा सानी बयान करता हूं। Mia Sone Khan saheb raziallahu taala anhu anasema बहुत जोर था और मिस्त्रियों ने भी हजूर पर बहुत तोहमत लगाई थी। sasa mimi naeleza ukweli wa halifa wa pili पीर की इज्जत iliyodhihirika juu yangu. Wakati ilipokuwa fitina ya Ahrar na mafundi pia walipiga kelele sana, nikaanza kufanya dua hii: e Mola wangu, heshimu kiongozi wangu, yeye ni mwana wa masihi wangu. Nilifanya dua sana na nilimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pia sana, na niliendelea kufanya maombi. Katika njozi mtu mmoja alinijia na akaeleza kwamba upande wa mashariki katika kijiji cha Budagao mashekhe wamekuja na wanasema kwamba sisi tutangoa mzizi wa wanajumuiya. Bana Sonekha anasema katika njozi ile ile namchukua bana Barkat Ali जब हम ओजा na दरी na Fateli Ahmadi दरी का na nawaendea wale mashehe. वक्त हो गया। Tunapofika Panddari, mahali paitwato Panddari, wakati huo ulikuwa wakati wa swala ya alasiri. Nikaongoza sala na wanajumuiya wawili wakaswali swala nyuma yangu, na katika hali hii bana Khirat Khan na Ghulam Ghaus Ahmadi pia wakaja. उसके साथ लगा हुआ है वो Nikaangalia huko mbinguni na nikakuta kule miezi miwili, mwezi mmoja inaangaa sana, lakini mwezi mwingine hauna nuru, दूसरे hauangai. Katika hali hii kwamba mimi nilikuwa naona ule mwezi mwingine pia ulianza kuangaa पहला चांद मिर्जा na ukawa sawa na mwezi wa kwanza, na nikafanya dua kwamba namna gani miezi yote imeanza kuangaa. Nikasikia sauti kwamba mwezi wa kwanza ni Mirza Sahib, yani Sayyidina alayhi salatu wassalam, na mwezi huu ulioanza kuangaa ni Mirza Bashiruddin Mahmud ni ambaye ni halifa wa pili. भी कायम किया। Huzur anasema kama nilivyosema kwamba mamistri pia walileta fitina sana huko Qadian, को शायद नहीं पता na walileta shutuma sana dhidi ya halifa wa pili, na walifanya kesi pia dhidi ya halifa wa pili. Nieleze habari ya tukio hili pia, labda wengine hawajui kuhusu tukio hili. Halifa wa pili raziallahu taala anhu anasema kwamba hivi karibuni kesi moja ilifanywa dhidi yangu kwamba nimeteua watu kwa ajili ya kuwaua watu kadhaa. कि आइंदा के लिए मेरी जमानत Hawa watu walikuwa wale ambao wanahusika na machine semia, कि कत्ल करना na kesi pia ilifanywa kutoka kwao. Na kesi ingine ilikuwa hii kwamba dhamana ichukuliwe kuhusu mimi. ने अपने ऊपर प्रयास किया। Hazur anasema दिनों बाज वजूद से kuwaua hawa watu ni jambo kubwa sana. Hata mimi sikufanya maombi mabaya kuhusu hawa watu, lakini wao walifikiria kuhusu wao hivi. कोशिश की जा रही है। उनको ये ख्याल पैदा ना है कि जिस तरह तस्लीफ इंसानी Sababu को कोशिश कर रहे हैं iliyoletwa ilikuwa हाथ से जो wazo la moyo wao, हैं कई na wao wenyewe walihisi kwamba halifa wa pili anafanya mpango dhidi yao, लोग अखलाक में गिर जाते हैं वो अपने भोग से na walifanya
कोई बदले गैर अखलाकी vitendo vibaya pia wale maadui. इस वजह से इन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू की Kisha anasema wale watu wanaanguka katika hulka, तहमात से ताल्लुक रखती हैं wao wanafanya vitendo visiwe na hulka njema, लेकिन आपने na kwa sababu ya hii wanaleta shutuma तारीख अहमियत में जो na lawama dhidi yangu. बयान करता हूँ Huzur anasema walileta shutuma mbaya sana, lakini khalifa wa pili hakuwajibu. कबूलियत देख Huzur anasema katika historia ya jumuiya pia tukio hili limeandikwa. Nieleze mukhtasari wake ni hivi kwamba kwa kuona maendeleo ya jumuiya, watu wengine ambao walikuwa hawapendi maendeleo ya jumuiya na heshima ya halifa wa pili wakaanza kumpinga, दाम कत्ल का मुकदमा na kwa sababu एक अखबार kwa ajili ya hii mamisri walitumiwa जारी करके आपकी जात na wao walileta kesi dhidi ya halifa wa pili. तराजी और इश्तियाल अंगेज Vile vile जमात के खिलाफ wakatoa बदतमीजी gazeti moja liitwalo Mubahala, का नतीजा na katika gazeti lile wakaleta shutuma dhidi ya halifa wa pili काम करने बल्कि na wakaleta fitina. पूरी कोशिश से हर किस्म के अच्छे हथियार Na nyuma ya fitina hii walikuwa maadui wa jumuiya, खुदा जहनियत बिल्कुल बेनकाब na walifanya hii kwa ajili ya kuangamiza jumuiya, na walitumia hila zao zote. और तहम्मुल का Fitina hii ikiwa pande moja ilionyesha hila za maadui, upande mwingine ilionyesha kwamba shani ya halifa wa pili ikoje. Alionyesha subra sana. खलीफत Kwa kuona subra yake, watu wenye akili walishangaa, इस फितना की तरफ इशारा करते हुए फरमाते na baadaye katika magazeti iliandikwa dhidi ya wale maadui, na iliandikwa kuhusu kumsifu halifa wa pili. Halifa wa pili anasema katika hutuba yake हैं की शरारत kwamba बनाना हमारा काम नहीं fitina na hila za aina hii sawa na sunna ya Mwenyezi Mungu inaletwa dhidi ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kazi yetu ni kuendelea kufanya kazi. दिया किसी बंदे का सिलसिला होता Kitu ambacho ni cha Mwenyezi Mungu mwenyewe, Mwenyezi Mungu atakipatia ushindi हिफाजत करता रहा है na hataangamiza. Ikiwa silsila hii ingekuwa silsila ya manadamu isingeweza kuendelea. सलामती सादत और तरक्की Kazi hii ni ya Mwenyezi Mungu na silsila hii ni Mwenyezi Mungu aliendelea kulinda na ataendelea kulinda jumuiya hii. Mwenyezi Mungu amenionyesha kwamba wakati wa mafanikio na ushindi unakaribia. Msemaji amesema kwamba namna gani jumuiya itapata maendeleo, lakini mimi pia mwenyewe nitaona kwamba kauli ya Mungu wangu imetumia kauli ya mdui wangu. Huzur anasema fitina hii pia ilikwisha kiajabu, kwamba wale viongozi wa serikali waliokuwa wakisaidia katika fitina hii iliangukia juu yao, na fitina hii iliangamia na dunia ilishuhudia. Hata siku hizi pia watu wanafanya mpango na hila dhidi ya jumuiya. Ikiwa serikali ताला जमात को हर किसी inawasaidia wale wenye fitina, basi wale wenye fitina baadaye wanakuwa dhidi ya serikali. और हमेशा Mwenyezi Mungu alinde jumuiya katika kila fitina, na Mwenyezi Mungu aendelee kutuonyesha maendeleo. और उनके Habari ya masahaba ambayo nimeeleza, Mwenyezi Mungu aiweke roho zao mahala pema, किस्म के na vizazi vyao pia uendelee kupata baraka ya maombi yao na waweze kufuata nyayo zao. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote katika kila shari na fitina, नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊं na wanajumuiya wote waweze kuimarisha uhusiano wao na uhalifa. जिनकी साथ Huzur anasema leo pia baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja, bana Sardar Muhammad Barwana saheb wa Jang, ambaye tarehe 7 wa Februari 2013 katika umri wa miaka 73 amefariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. फसली फसानी रिजवान Baba yake Ahmad Khan Barwana saheb 50 की दिहाई में alikuwa mwenyeji wa Chund Barwana Tata Shereka. उम्र करीबन 10 साल थी और तबलीग का Wakati wa halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu katika miaka ya 50 alifanya bayat.
आपकी दुनिया wakati huo umri wake ulikuwa miaka 10 na alikuwa na shauku sana ya mahubiri tangu utoto wake na shauku hii ilibaki mpaka mwisho wa maisha yake. Alikuwa hakupata masomo ya dunia, alisoma mpaka shule ya msingi, lakini alisoma vitabu vya Sinam alayhi salatu wasalam na vitabu vya halifa wa pili katika vijiji vya Jang. Alitayarisha dalili na hoja ya ukweli wa Sinam alayhi salatu wasalam, na alikuwa akieleza na wasikilizaji walikuwa wakiathirika sana kwa sababu ya hoja zake. Alikuwa akituma kwa ajili ya mjadala na alikuwa akifanya mahubiri bila kujali mahali na watu, na alikuwa akieleza ukweli wa Sinam alayhi salatu wasalam. Mara chungu mzima maadui walikuwa wakitumia hila mbalimbali dhidi yake, lakini fitina hii na hila zao haikumzuia katika mahubiri. Alikuwa akiwajua hali ya watu wa pale, kwa hivyo alikuwa akifanya mahubiri na alikuwa akiitwa kwa ajili ya mahubiri wakati wote. Alikuwa akija mara moja kwa kuacha kazi zake zote. Mtoto wake moja Abdul Shafi Barwana ni bashiri wetu katika Sierra Leone, na ana mtoto moja tu. Mtoto wake anaandika kwamba safari moja baba yangu alinichukua pamoja naye, na usiku mzima alimhubiri rafiki yake moja aliyekuja Jang, na alimjibu maswali yake yote kwa utulivu sana, na alikuwa akijibu maswali yote kwa urefu, na usiku mzima aliendelea kumhubiri. Na yule bwana baada ya kurudi kwake alifanya bayat, na baada ya kufanya bayat aliandika barua watu wa familia, na watu wa familia walinionyesha barua ile, na aliandika kwamba mtu ambaye nilimuona ni mtu wa kijiji, lakini alipozungumza nilimkuta kwamba ni bahari ya elimu. Huzur anasema kwamba hiyo yote ilikuwa kwa sababu ya kusoma kwa vitabu vya Sinam alayhi salatu wasalam na halifa wa pili. Kama nilivyosema kwamba ana mtoto moja na binti moja, na mtoto wake ni bashiri wetu huko Sierra Leone. Hivi wiki iliyopita mkutano wa mwaka ulikuwa unafanywa huko Sierra Leone, na kwa sababu ya shughuli za mkutano wa mwaka hakuweza kushiriki katika jeneza ya baba yake. Hata hakuuliza kwamba anataka kushiriki jeneza ya baba yake kwa sababu ya shughuli za mkutano wa mwaka. Mwenyezi Mungu sawa na hamu ya baba yake amjalie aweze kuitumikia jumuiya na ampatie subra na awe mrithi wa maombi ya baba yake. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie watu wa familia wote subra. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.